Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya nafasi ambayo ametupa tena kwa wiki hii ambayo tumepata nafasi ya kukaa mbele za Bwana kujifunza na kuomba. Na nikukaribishe sana tena kwa ajili ya ibada siku ya leo. Kama ambavyo tumekuwa na utaratibu wa kuwa na ibada kila siku kuanzia saa 4 mpaka saa 5 usiku. Tunakuwa na neno na maombi. Na Mungu ametupa nafasi kwa wiki hii tena kwa ajili ya kujifunza neno la Bwana na kupata muda wa kuomba sawa sawa na kile ambacho Roho Mtakatifu atakuwa anatusemesha. Na nikukaribishe sana kila mmoja mahali ulioko ofisini, unayetufuatilia mahali popote ulipo, ndani ya Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam, ulioko ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Karibu sana kwa ajili ya kushiriki ibada hii ya baraka. Na tunamwamini Mungu kwamba atakuhudumia na wewe mahali uliko kama anavyotuhudumia na sisi. Basi nimshukuru Mungu na tuweze kuendelea. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa sababu ya mkono wako na nguvu zako. Na asante kwa ajili ya saa ambayo Bwana umetupa watoto wako kuwa mbele zako. Asante kwa ajili ya kile ambacho Mungu umeandaa kwa ajili yetu. Nasi Bwana tunajiweka wakfu kwako. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba neema yako na mafuta yako yanayofundisha na viwe pamoja nasi. Utufundishe Bwana, tufunulie akili zetu tupate kuelewa na maandiko. Asante kwa sababu Mungu utakuwa pamoja nasi. Asante kwa sababu ya neema yako na rehema zako ambazo Bwana umeziachilia kwa ajili yetu kwa wiki hii, na leo ikiwa ni siku yetu ya kwanza. Nami ninaomba upako wako wa Alfa na uwe pamoja nasi. Katika jina la Yesu Kristo, sifa na utukufu na heshima Mungu ni za kwako. Roho Mtakatifu, ninaomba uvuvio wako na nguvu zako na utuhudumie jinsi inavyokupendeza katika jina la Yesu. Na wote tuseme amen. Na kichwa cha somo tulilo nalo linasema, Bwana, naomba nifunulie neema yako. Kichwa cha somo tulilo nalo linasema, Bwana, naomba nifunulie neema yako. Ni somo zuri ambalo linahusiana na neema, lakini kutoka kwenye kona nyingine. Na ninajua tumekuwa tukijifunza sana masomo ya neema, na lina upana wake kwenye Biblia. Na kwa wiki hii tutakuwa tunajifunza somo hili hatua kwa hatua kwa kadiri ambavyo Roho Mtakatifu atakuwa anatufunulia, na tutakuwa tunapata nafasi ya kuomba kulingana na kile ambacho tunajifunza kwa siku husika. Kichwa cha somo tulilo nalo linasema, Bwana, naomba nifunulie neema yako. Na msisitizo tulio nao kwenye somo hili, au lengo tulilo nalo kwenye somo, ni Mungu aifunue neema aliyokupa ili uweze kufaidika nayo. Mungu aifunue neema aliyokupa ili uweze kufaidika nayo. Kwa sababu unaweza ukawa na neema lakini haijafunuliwa. Na kama hiyo neema haijafunuliwa, huwezi kufaidika nayo. Kwa tunapojifunza somo hili, nataka ufahamu cha kwanza kabisa ni tunachokilenga, na msisitizo tulio nao kwenye hili somo ni Mungu aifunue neema aliyokupa ili uweze kufaidika nayo. Kitabu kile cha Tito, ile sura ya 2 na ule mstari wa 11. Kitabu cha Tito sura ya 2 na ule mstari wa 11. Na neno la Bwana linasema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Nataka uone kile kipengele, neema ya Mungu imefunuliwa. Neema ya Mungu imefunuliwa. Kwa hiyo kama anasema imefunuliwa, maana yake ilikuwa imefunikwa. Imefunikwa, na ndio maana anasema imefunuliwa. Lakini kitu kingine anaposema imefunuliwa, maana yake
imedhihirishwa kwa namna inayofanya watu wengine waone kilichoko ndani ya hiyo neema. Anaposema neno imefunuliwa, kinachofunuliwa maana yake kimefunikwa. Kwa hiyo kinafunuliwa ili kionekane. Lakini maana nyingine anaposema imefunuliwa, maana yake imedhihirishwa kwa namna inayofanya watu waone kilichoko ndani ya hiyo neema. Kwa nataka uone jambo hili kwamba neema inapokuja, kama isipofunuliwa, kama isipodhihirishwa, manake kuna vitu havitaonekana ndani ya hiyo neema. Kwa sababu ili vilivyoko ndani ya neema vionekane, ni lazima hiyo neema idhihirishwe kwanza. Hiyo neema ifunuliwe kwanza. Na tunapojifunza jambo hili, nataka tutazame jambo la kwanza. Tunapojifunza jambo hili, nataka tutazame jambo la kwanza. Nalo ni hili, jambo la kwanza. Kuwa na neema ni jambo moja, na kufaidika na neema ulionayo ni jambo lingine. Kuwa na neema ni jambo moja, na kufaidika na neema ulionayo ni jambo lingine. Unaweza ukawa na neema lakini usifaidike nayo. Ni kama vile kuwa na simu ni jambo moja, na kufaidika na simu ulionayo ni jambo lingine. Ili uweze kufaidika na simu, inategemea kwanza uelewa ulionao juu ya simu ulionayo. Alafu cha pili, inategemea matumizi ya hiyo simu, namna unavyoitumia. Kwa hiyo kama hauna uelewa wa namna ya kuitumia simu ulionayo, maana yake huwezi kuitumia kwa kiwango cha kufaidika nayo. Na ndivyo ilivyo pia na neema, kwamba neema unayo, lakini kufaidika na hiyo neema ni kitu kingine. Na tuna watu wengi sana ambao wanayo neema, lakini hawajafaidika vya kutosha na ile neema walio nayo. Na wengine si tu kwamba hawajafaidika vya kutosha, lakini hawajafaidika kabisa na ile neema walio nayo. Na ziko sababu nyingi ambazo zinafanya kwa nini pamoja na kwamba mtu anayo neema, lakini asifaidike na hiyo neema aliyo nayo. Na sababu mojawapo ni kuto kujua kwamba anayo neema. Sababu mojawapo ni kuto kujua kwamba anayo neema. Kwa sababu ikiwa unacho kitu na haujui kama unacho, maana yake huwezi kukitumia. Kwa cha kwanza ambacho kinafanya baadhi ya watu pamoja na kwamba wanayo neema, lakini hawafaidiki na neema walionayo, ni kwa sababu hawajui kama wanayo neema. Lakini cha pili ambacho kinafanya watu wasifaidike na neema walionayo ni kuto kutumia neema walionayo. Kwa hiyo unaona kabisa anayo neema, na inawezekana amejua neema alionayo, lakini haitumii neema yake, na kwa sababu hiyo hawezi kufaidika nayo. Ni sawa na kuwa na fedha ambayo huitumii. Kwa hiyo utabaki kuwa na fedha lakini huitumii, maana yake huwezi kufaidika na uwepo wa hiyo fedha kwenye mkono wako. Kwa hiyo tunapotazama hili jambo, nataka uone hili jambo la kwanza, kwamba kuwa na neema ni jambo moja, na kufaidika na neema ulionayo ni jambo lingine. Kwa hiyo utaelewa kwamba ili uweze kufaidika na neema ulionayo, cha kwanza, tafuta kwanza kujua neema ulionayo. Cha kwanza, tafuta kwanza ujue kwamba kuna neema unayo. Na ndio maana wakati mwingine ni rahisi sana kukutana na mtu anakuambia mwenzetu fulani ana neema. Mwenzetu fulani ana neema. Ni sawa na kusema sisi hatuna neema. Lakini sio kweli kwamba yeye hana neema, ila ni kwa sababu hajajua
kwamba kuna neema na yeye anayo. Na kitu ambacho nataka ufahamu ya kwamba hakuna mtu ambaye hana neema, ila tunatofautiana kwenye aina za neema tulizo nazo. Kila mmoja wetu kuna neema amepewa ambayo ni tofauti na neema iliyoko kwa mtu mwingine. Kitabu kile cha Waefeso, kitabu cha Waefeso na ile sura ya 4, Waefeso ile sura ya 4 na ule mstari wa 7. Waefeso sura ya 4 na ule mstari wa 7. Maandiko yanasema, lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Waefeso sura ya 7 mstari wa 4. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadiri ya kipawa cha kipimo chake Kristo. Kwa hiyo anaposema kila mmoja wetu, maana yake kila mmoja kuna aina ya neema amepewa. Kuna neema yake amepewa. Na hiyo neema aliyopewa, amepewa kulingana na kipawa alichopokea kutoka kwa Kristo. Kipawa kwa lugha nyingine nyepesi ya kawaida, zawadi aliyopewa kutoka kwa Kristo, aliyopewa kutoka kwenye msalaba, aliyopewa kutoka kwenye wokovu. Kwa kila mmoja kuna neema amepewa ambayo haifanani na neema ya mtu mwingine. Kuna mwingine amepewa neema ya kazi. Kuna mwingine amepewa neema ya biashara. Neema ya kazi kwa maana ya neema ya kuajiriwa. Kwa sababu unapoingia kwenye Biblia utaona kuna watu ambao wamebeba neema za ajira, neema za kuajiriwa. Na ndio tunaposoma kwenye Biblia utakuta kuna mtu tunamuita Nabii Danieli. Alikuwa na neema ya kuajiriwa, pamoja na kwamba ni mtumishi wa Mungu, lakini hakuwa mtumishi wa kutumika madhabahuni. Alikuwa ni mtumishi wa Mungu kwenye ajira, aliyoajiriwa serikalini. Ni neema aliyokuwa nayo. Lakini kuna mwingine ana neema ya biashara. Ni mtumishi wa Mungu anayemtumikia Mungu kwenye eneo la biashara. Ni neema yake hiyo. Na mwingine ana neema ya ufugaji. Na mwingine ana neema ya kilimo. Mwingine ana neema ya utumishi wa madhabahuni, ambao ndo utamkuta ni mtume, ni nabii, ni mwalimu, ni mwinjilisti, ni muombaji, ni mwimbaji, ni mchungaji, ni kiongozi wa taasisi ya kidini. Ana neema ya namna hiyo. Kwa tunatofautiana kwenye neema tulizo nazo, lakini hakuna ambaye hajapewa neema. Na ndio maana ukirudi kwenye ile Tito 2:11 anasema neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote. Nataka uone lile neno wanadamu wote, wote. Kwa yeyote ambaye ni mwanadamu, neema iliachiliwa kwake. Na ilipoachiliwa kwake, haikuishia tu kuachiliwa, ikafunuliwa. Maana yake ikadhihirishwa, ili kuonyesha huyu mtu amepokea nini kutoka kwenye hiyo neema iliyodhihirishwa kwake. Haleluya. Narudia tena, anaposema neema ya Mungu imefunuliwa kwa wanadamu wote, maana yake yeyote ambaye ni mwanadamu, maadamu ni mwanadamu, yuko chini ya jua, kuna neema iliachiliwa kwake. Na anaposema imedhihirishwa, maana yake imefunuliwa kwa namna ya kuonyesha kilichoko ndani ya hiyo neema ambayo imeletwa kwa huyu mtu. Sasa turudi kwenye ile Waefeso. Ile sura ya 4 na ule mstari wa 7. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema. Kwa hiyo hakuna mmoja wetu asiyekuwa na neema. Kila mmoja wetu kuna neema anayo. Ile neema aliyonayo amepewa kulingana na kipawa, kulingana na zawadi Mungu aliyoweka ndani yake. Yule aliyepewa kipawa cha biashara ana neema ya biashara. Aliyepewa kipawa cha ajira ana neema ya ajira. Aliyepewa kipawa cha kilimo ana neema ya kilimo. Aliyepewa kipawa cha ufugaji ana neema ya ufugaji. Aliyepewa kipawa cha uongozi ana neema ya uongozi. Aliyepewa kipawa cha utume
ana neema ya utume, aliyepewa kipawa cha unabii, aliyepewa kipawa cha ualimu, na kila mmoja kuna neema anayo kulingana na kipawa chake. Na ndio maana hatufanani kwenye neema tulizo nazo, kwa sababu pia hatufanani kwenye vipawa tulivyo navyo. Na ndio maana hata ukija kwenye kipawa cha ualimu tu peke yake, ukiwaweka walimu wawili wafundishe somo moja, watakuja na mafunuo tofauti. Watasoma mstari mmoja, lakini mafunuo yatakuwa tofauti. Nini kinachosababisha ufunuo uwe tofauti? Ni kile kipawa na ile neema walionayo kwenye wito wa ualimu. Kuna watu katika wito wa ualimu wameitwa kufundisha katika namna ya kujibu maswali yaliyoko ndani ya watu, na ndio pale utaona mtu anaposimama kufundisha, wale wanaosikiliza wanapomaliza kusikiliza wanasema, mtumishi, ni kama ulikuwa unajibu maswali nilionayo. Lakini hawakuwahi kukaa pamoja akamshirikisha maswali yake. Na hii ni kwa sababu kipawa alichonacho ni kipawa cha kujibu maswali katika kufundisha kwake. Na kuna mwingine katika kufundisha kwake, katika kuhudumu kwake, ana kipawa cha kutia moyo watu wanaomsikiliza, hata kama walikuwa wamevunjika moyo kwa kiwango gani. Wamevunjika moyo kwa kiwango cha kukata tamaa, kwa kiwango cha kusema hapa ndio basi, ndio siwezi tena. Lakini anapomsikiliza huyu mtumishi, namna anavyofundisha, ndani yake anasikia kutiwa moyo, anasikia kutiwa nguvu, anasikia kuendelea na safari tena, kwa sababu ya lile neno lililoachiliwa kutoka kwenye kipawa na ile neema aliyo nayo yule aliyekuwa anafundisha. Haleluya! So nataka utazama hichi kitu, kwamba usifike mahali pa kufikiri kwamba hauna neema. Hapana, neema unayo, lakini ambacho kimekosekana kwenye hiyo neema ni kwamba hujajua kwamba kuna neema unayo. Na inawezekana umejua kwamba kuna neema unayo, lakini hujajua namna ya kuitumia neema yako, na kwa sababu hiyo hujafaidika na neema yako kwa kiwango cha kutosha, au inawezekana hujafaidika kabisa. Kuna kitu nataka tutazame hapa. Tunapotazama hili jambo la kwanza, nataka tutazame hiki kipengele. Tutazame hiki kipengele, neema kama kibebeo. Neema kama kibebeo. Tunapolitazama hili jambo la kwanza, kwamba kuwa na neema ni jambo moja na kufaidika na neema ulio nayo ni jambo lingine. Kwa nataka tuitazame neema kama kibebeo. Neema kama kibebeo. Watu wengi wanaposikia neno neema, wanafikiri neema, tafsiri nyepesi walio nayo ni upendeleo. Kwa wanafikiri neema ni kule tu kupendelewa. Wanafikiri neema ni kitu tu ambacho kiko hewani. Unaposoma Biblia utakuja kugundua neema ni zaidi ya upendeleo. Neema si tu kitu ambacho kiko hewani. Neema katika ulimwengu wa roho ni kitu ambacho kinaweza kushikika, ni kitu ambacho kinaweza kuonekana. Na ndio maana anasema neema ya Mungu iwaokoayo watu wote. Kwa neema inaweza kushikika, neema ina utendaji ndani yake. Na ndio maana anasema neema ya Mungu iwaokoayo. Maana yake hii neema ina utendaji. Kama ina utendaji, inamaanisha neema ni halisi, sio kitu cha kufikirika, ni halisi. Sasa nataka tutazame neema kama kibebeo. Pointi ya kwanza, neema imebeba nini? Pointi ya kwanza, neema ndani yake imebeba kujulikana kwa mtu. Neema ndani yake imebeba kujulikana kwa mtu. Neema ndani yake imebeba kujulikana kwa mtu. Kitabu kile cha Wagalatia, ile sura ya 2 na mstari wa 9. Kitabu cha Wagalatia sura ya 2 na mstari wa 9. Neema ndani yake imebeba kujulikana kwa mtu. Wagalatia sura ya 2 na mstari wa 9. Ule mstari wa 9 unasema, tena walipokwisha kuijua ile neema niliyopewa, Yakobo na Kefa na Yohana, wenye sifa kuwa ni nguzo, walinipa mimi na Barnaba mkono wa kuume wa shirika, ili sisi tuende kwa mataifa na wao waende kwa watu wa tohara.
Nataka uone kitu Paulo anachozungumza hapa. Anasema walipokwisha kuijua ile neema niliyopewa. Kwa hiyo kabla hawajamjua Paulo, kabla hawajajua Paulo alichobeba, waliijua kwanza neema yake. Ngoja niseme tena. Anasema walipokwisha kuijua ile neema niliyopewa. Maana yake hajasema walipokwisha kunijua. Hajasema walipokwisha kujua nilichobeba. Anasema walipokwisha kuijua ile neema. Kwa hiyo kabla hawajamjua Paulo, waliijua kwanza neema yake. Kabla hawajajua Paulo alichobeba kwa ajili ya mataifa, walijua kwanza neema yake. Kabla hawajampa mkono wa kuume wa shirika, waliijua kwanza neema yake. Angalia anachosema, walipokwisha kuijua. Lile neno walipokwisha, maana yake kuna mchakato ulifanyika. Mchakato wa namna gani? Mchakato wa kumpeleleza Paulo. Kwa sababu kumbuka, Paulo alikuwa ni muuaji wa watu wanaoliitia jina la Yesu. Sasa wakati amebeba barua, anaenda Dameski ili kuwakamata wanaoliitia jina la Yesu na kuwaua, akakutana na Yesu njiani, kwenye njia inayoitwa Nyofu, na akapigwa injili na Yesu, na akaambiwa ingia mjini utaambiwa ya kupasayo. Akaingia Dameski, akakaa kule miaka 3 akiwa chini ya Anania anafundishwa. Na baada ya miaka 3 amerudi Yerusalemu. Maandiko yanasema amerudi Yerusalemu, anataka kujiunga miongoni mwa wanafunzi, kwa sababu na yeye ameshaokoka tayari, anataka aingie miongoni mwa wanafunzi. Lakini Biblia inasema walikuwa wakimwogopa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ushuhuda aliyokuwa nao kutoka kwenye jana yake. Kwa wasisadiki ya kwamba na yeye ni mwanafunzi. Kwa hiyo walianza mchakato wa kuanza kumpeleleza, wa kutaka kujiridhisha amebadilika kweli. Maana isije ikawa ni triki tu kwamba anataka kujiunga miongoni mwetu ili atumalize vizuri. Kwa walianza kufanya upelelezi kwanza, walianza kumchunguza kwanza ili kutaka kujua ni kweli Paulo amebadilika au anatumia mbinu ili atupate vizuri. Na ndio maana kuna mahali si tu swala la wewe kujitambulisha. Unaweza ukatumia nguvu kubwa kujitambulisha na bado watu wasikujue. Kwa sababu kinachofanya watu wakujue ni neema ulio nayo. Na neema ulio nayo si haitoshi tu watu kukujua kwa sababu una neema. Lazima hiyo neema ifunuliwe, watu waijue hiyo neema. Na wakiijua hiyo neema, ni rahisi sana watu kujua ulichobeba. Na wakijua ulichobeba, ni rahisi sana watu kukupa mkono wa kuume wa shirika. Kwa hiyo kuna upelelezi ulifanyika wa kumchunguza Paulo. Wakamchunguza. Kwa hiyo kama walikuwa wanamchunguza, manake walifuatilia kwamba Paulo amekuja, ametoka Dameski, anasema kwamba naye ameokoka, naye amekuwa ni miongoni mwetu. Ngoja tuanze kufuatilia. Kule Dameski alikuwa chini ya nani? Alikuwa chini ya Anania. Wakafuatilia kwa Anania kutaka kujua, je, ni kweli ameokoka? Anania anawathibitishia ndio, ni kweli ameokoka, amekuwa ni miongoni mwetu. Lakini bado haikutosha. Ililazimika Mungu aifunue neema iliyoko kwa Paulo wapate kuijua. Na ndio maana anasema walipokwisha kuijua ile neema niliyopewa, Yakobo na Kefa na Yohana, wenye sifa kuwa ni nguzo, wakanipa mimi na Barnaba mkono wa kuume wa shirika. Kwa nataka uone neema yako ikifunuliwa, si tu kwamba watu watakujua wewe, watajua paka ulichobeba. Watajua paka ulichobeba. Kwa hiyo unaweza ukaelewa kwa nini kuna wakati waga tunatumia nguvu kubwa sana ya kutaka watu wajue tulichobeba. Ni kwa sababu hatujajua namna ya kutembea kwenye neema, namna ya kuifanya neema tulio nayo ionekane. Unajua kabisa nimesoma, umemaliza vizuri, una vyeti vizuri, CV yako ni nzuri, unapeleka ofisi, unapeleka kwenye taasisi ili ukaombe kazi. Alafu unashangaa kazi upati. Umewahi kufikiri kwa nini watu wanapotoa nafasi za kazi kwenye taasisi yoyote, kwenye kampuni yoyote, kwamba tunahitaji mfanyakazi kwenye nafasi fulani awe na sifa zifuatazo? Wanaweka sifa pale.
kiwango cha elimu yake, uzoefu wake, wanaweka sifa zote, wanaziweka pale. Alafu mtu analeta CV yake inayoonyesha sifa alizonazo sawa sawa na walizotaka. Pamoja na CV aliyoleta, bado wanamfanyia interview. Interview ni ya nini? Kama mtu kwenye cheti alicholeta ameambatanisha na CV na ile barua ya kazi inaonyesha sifa wanazotaka huyu mtu anazo, kwa nini wanamfanyia interview? Kwa nini bado wanataka kumfanyia interview? Inamaanisha kuna kitu cha ziada wanataka kuona, kwamba zile sifa peke yake hazitoshi kufanya wampe kazi. Wanatafuta kitu kingine alichonacho huyu ambacho wengine watakuwa hawana, kitakachofanya wampe ile nafasi ili aweze kuleta faida kwenye kampuni. Kwa hiyo wanachotafuta sio tu sifa alizonazo, wanatafuta zaidi ya sifa alizonazo ili wao wafaidike kwa wewe kukaa kwenye ile nafasi. Utaelewa sasa kwa nini baadhi ya watu wanapoenda kutafuta kazi lazima aende kwa mganga wa kienyeji, kwa ajili ya kutafuta msaada wa kiroho wa kumsaidia kufunua kilichoko ndani yake zaidi ya zile sifa zilizoko kwenye barua na kwenye CV aliyoleta, ili kufanya hawa wanaotafuta mfanyakazi wampe kazi. Alafu wewe unakuja una barua peke yake, unategemea taaluma uliopata, unategemea uzoefu uliopata, ukifikiri utapata kazi. Unafika kwenye interview, unashangaa umefeli. Anachukuliwa mtu ambaye hana uzoefu kama ulionao wewe, hana taaluma kama ulionayo wewe, hana elimu kama ulionayo wewe. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kimeonekana ndani yake ambacho kimefanya watu wajue kwamba huyu mtu tukimweka kwenye hii nafasi atatusaidia sana. Paulo anasema walipokwisha kujua neema niliyopewa, kule mwishoni anasema wakanipa mimi na Barnaba mkono wa kuume wa shirika, ili manake anaonyesha sababu ya kwa nini walitupa mkono wa kuume wa shirika, ili tuende kwa mataifa. Kwa walipoijua neema Paulo aliyobeba, walijua kitu Paulo alichobeba, kwamba ni kwa ajili ya wamataifa. Kwa kama tulikuwa tunatafuta watu wa kwenda kuhubiri injili kwa wamataifa, tumeona kwenye neema Paulo alionayo, ndani yake imebeba kitu kwa ajili ya wamataifa, ndani yake imebeba injili ya wamataifa. Sisi wengine rapashanda rabashet, sisi wengine tuna injili ya watu wa tohara, lakini ndani ya Paulo, neema alionayo Paulo, ndani yake imebeba injili ya wamataifa. Kwa nini? Nataka uelewe hichi kitu. Sio kila mtumishi amebeba injili ya kila mahali. Sio kila mtumishi amebeba injili ya kila mahali. Na kama ni mtumishi, lazima ujifunze kujua injili uliobeba ni ya watu wa aina gani, ni ya mahali gani. Ndio maana unaona anasema ili sisi tuende kwa mataifa. Maana yake ndani ya ile neema, injili Paulo alionayo ni kwa ajili ya watu wa mataifa. Hawa kina Petro, kina Yakobo, kina Yohana, injili walionayo ni kwa ajili ya watu wa tohara, ni kwa ajili ya Waebrania, ni kwa ajili ya Wayahudi. Lakini injili alionayo huyu mtu anaitwa Paulo ni kwa ajili ya mataifa. Wakampa mkono wa kuume wa shirika. Lakini ni baada ya kuijua neema aliyobeba. Kwa usipojua neema yako, isipofunuliwa, ni ngumu sana watu kukujua. Kwa sababu watu hawakujui wewe kwa sababu ni wewe. Wanakujua wewe kwa sababu ya ulichobeba. Na ulichobeba kitajulikana ndani ya neema yako. Haleluya. Pointi ya pili. Neema ndani yake imebeba msaada wa Mungu kwa ajili ya wanaojiliwa na hiyo neema. Neema ndani yake imebeba msaada wa Mungu kwa ajili ya wanaojiliwa na hiyo neema. Hiyo ni pointi ya pili. Tunapoangalia neema kama kibebeo, neema ndani yake imebeba msaada wa Mungu kwa ajili ya wanaojiliwa na hiyo neema. Kile kitabu cha Tito ile sura ya 2 na mstari wa 11 anasema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote
imefunuliwa. Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Lile neno iokoayo manake imebeba msaada. Manake ni msaada wa Mungu wa kuwasaidia watu wote wanaohitaji huo msaada. Huo msaada unakuja ukiwa umebebwa ndani ya neema. Hauji ukiwa hewani, unakuja ukiwa umebebwa ndani ya neema. Ni sawa na umwambie mtu, naomba niletee maji ya kunywa. Ili akuletee maji ya kunywa, lazima abebe kwenye kikombe. Hauna shida na kikombe, una shida na maji. Lakini hayo maji yanakuja yakiwa kwenye kikombe. Sasa angalia, ikiwa huyu mtu atakuletea kikombe cha maji kikiwa tupu, hakina maji, utamwambia mimi niliomba maji, sijaomba kikombe. Niliomba maji, sijaomba kikombe. Kwa hiyo unachohitaji sio kikombe, unachohitaji ni maji. Na Mungu anapoleta msaada wake kwa watu wake, anauleta ukiwa umebebwa kwenye neema yake. Utaelewa kilichotokea kwa Nuhu. Maandiko yanasema, yanaeleza sifa Nuhu alizokuwa nazo. Alikuwa ni mwenye haki, mtu mkamilifu. Lakini Biblia inasema mtu mcha Mungu. Mungu alipotaka kumsaidia asiangamie kwenye gharika, hakutumia haki aliyo nayo. Hakuleta msaada wake kupitia haki yake. Hakuleta msaada wake ndani ya uchaji wake. Hakuleta msaada wake ndani ya ukamilifu wake. Alileta msaada wake ukiwa umebebwa kwenye neema yake. Ndio maana ukisoma Mwanzo ile sura ya 6 mstari wa 8, unaona nasema, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Mwanzo ile sura ya 6 ule mstari wa 8 anasema, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Ule mstari wa 9 inaeleza sifa Nuhu alizokuwa nazo. Hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Nuhu alikuwa mtu wa haki, cha kwanza. Alafu cha pili, mkamilifu katika vizazi vyake. Na cha tatu, Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Kwa alikuwa na sifa tatu. Ya kwanza, alikuwa mtu wa haki. Ya pili, alikuwa mkamilifu. Ya tatu, alikwenda pamoja na Mungu, maana yake uchaji. Alikuwa mcha Mungu huyu mtu. Lakini pamoja na haki yake, pamoja na ukamilifu wake, pamoja na uchaji wake, Mungu alipotaka kumsaidia asiangamie kwenye gharika, aliweka msaada wake kwenye neema. Ndio maana ukirudi huo mstari wa 8 anasema, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Neema si tu kwamba ilikuja, ndani yake ilikuja ikiwa imebeba msaada wa Mungu kwa ajili yake, wa kumsaidia Nuhu asije akaangamia kwenye ile gharika. Kwenye ile gharika. Na Mungu akumsaidia Nuhu kwa sababu tu ni mkamilifu. Mungu akumsaidia Nuhu kwa sababu ni mchaji. Mungu akumsaidia Nuhu kwa sababu ni mwenye haki. Alimsaidia Nuhu ili kuhifadhi mbegu ya kizazi ambacho Mungu anakihitaji baada ya gharika. Kwa niseme tena, Mungu alimsaidia Nuhu asiangamie kwenye gharika ili kuhifadhi mbegu ya kizazi Mungu anachokihitaji baada ya gharika. Kwa sababu pamoja na kwamba Mungu alitaka kufuta kila kitu, lakini bado alikuwa anahitaji kizazi cha wanadamu. Alikuwa anahitaji kizazi cha wanyama. Alikuwa anahitaji kizazi cha ndege. Alikuwa anahitaji kizazi cha wadudu baada ya gharika. Na unaona Mungu anamwambia Nuhu, wewe na mke wako na watoto wako ingieni ndani ya safina na wake zao. Alafu na wanyama, akaeleza na aina ya wanyama. Na alimwambia ili kuhifadhi hai mbegu. Kwa kuna aina ya kizazi Mungu alikuwa anakihitaji baada ya gharika. Ili Mungu aweze kumsaidia Nuhu, aweze kuhifadhi mbegu ya kizazi Mungu anachokihitaji baada ya gharika, ule msaada aliuleta ukiwa umebebwa ndani ya neema yake. Na ndivyo pia Mungu anapotaka kutusaidia, ule msaada huwa anauleta ukiwa ndani ya neema. Kwa unapoitazama neema, usiitazame tu neema kama kitu. Tazame neema kama kibebeo, kwamba ndani yake kuna kitu neema imebeba kwa ajili yako. Na kimojawapo ambacho neema imebeba kwa ajili yako
ni msaada wa Mungu kwa ajili yako. Msaada wa Mungu kwa ajili yako. Na ndiyo maana mtu mwenye neema anapopita kwenye jaribu, namna yake ya kustahimili kwenye lile jaribu ni tofauti na mtu ambaye hajaokoka anapopita kwenye lile jaribu, kwa sababu kinachotofautisha ni ile neema tulizo nazo. Huyu ambaye ameokoka, kuna neema anayo ambayo ndani yake imebeba msaada wa Mungu wa kumsaidia kustahimili kwenye lile jaribu, ambalo ni tofauti na mtu ambaye hajaokoka. Anapopita kwenye jaribu hana msaada wa Mungu wa kumsaidia moja kwa moja kupita kwenye lile jaribu. Kwa huo msaada ili uweze kuonekana, lazima hiyo neema ifunuliwe kwanza. Ni sawa na mtu mwenye njaa. Mtu mwingine anapokuja kukusaidia kwenye njaa yako, kukupa chakula, akakuletea chakula ambacho kiko kwenye hotpot na ile hotpot imefungwa, ili uweze kupata msaada wa kile chakula ili kukidhi njaa yako, lazima ile hotpot ifunuliwe. Isipofunuliwa, hautakula hicho chakula, pamoja na kwamba umetengewa mezani. Kimeletwa paka mezani kikiwa kwenye hotpot, lakini hautafaidika nacho mpaka kifunuliwe kwanza. Haleluya, haleluya. Kwa ni mpaka hicho chakula kilichoko kwenye hotpot, ili uweze kukila ufaidike na kilichoko kwenye hotpot, lazima hiyo hotpot ifunuliwe kwanza. Na ndivyo ilivyo, ili uweze kufaidika na neema ambayo Mungu amekuletea, ikiwa imebeba msaada kwa ajili yako, lazima hiyo neema ifunuliwe kwanza. Isipofunuliwa, neema utakuwa nayo na imebeba msaada kwa ajili yako, lakini huwezi kufaidika na huo msaada. Point ya tatu. Neema ndani yake imebeba wito wa Mungu kwako wa kile unachotakiwa kufanya. Neema ndani yake imebeba wito wa Mungu kwako wa kile unachotakiwa kufanya. Neema ndani yake imebeba wito wa Mungu kwako wa kile unachotakiwa kufanya. Ile kwamba uko duniani haina maana kwamba unatakiwa kufanya kila kitu. Kuna kitu maalum ambacho unatakiwa kufanya. Lakini wakati mwingine huwa tunajikuta tunaingia kwenye mahangaiko ya kufanya vitu kwa kupapasa papasa. Unafanya hiki, unaacha. Unafanya biashara, unaacha. Unafanya kazi, unaacha. Unaenda kwenye kilimo, baada ya muda unaona hakilipi, unaacha. Unaenda kwenye ufugaji, baada ya muda unaona haulipi, unaacha. Unasema ngoja niende kwenye kumtumikia Mungu, kwa sababu nimeona kwenye kumtumikia Mungu kuna watu wamefaidika, kuna watu wamejenga, kuna watu wamenunua magari, kuna watu wamekuwa na maisha mazuri kwa sababu ya kumtumikia Mungu. Ngoja niende na huku nako, nikawe mtumishi wa madhabahuni, nikawe mchungaji, nikawe mwalimu, nikawe mwinjilisti, kwa sababu naona nina sauti ya kiinjilisti, naona ninaweza nikafundisha. Ngoja niende huku. Unaenda na huko nako, baada ya muda unakuja kugundua hata kwenye utumishi na kwenyewe ni kugumu. Unaacha, unaanza kutafuta na kitu kingine. Hayo mahangaiko yote ni kwa sababu ya kuto kujua nini haswa unachopaswa kufanya. Na mbaya zaidi, watu wengi tunafikiri kwamba tunaweza tukafanikiwa kwa sababu ya kile tunachokifanya. No, mafanikio hayako kwenye kile tunachokifanya. Mafanikio ya mtu yako kwenye anachofanya, ambacho ndicho alichotakiwa kufanya, hata kama ni kidogo. Kuna mtu anaweza akaa anafanya kitu kikubwa sana na bado asipate mafanikio, na kuna mtu anaweza akaa anafanya kitu kidogo sana ambacho kwenye macho ya kibinadamu kinaonekana hakina mafanikio, lakini ndo kimebeba mafanikio ya Mungu kwa ajili yake, ndo kimebeba baraka za Mungu kwa ajili yake, kwa sababu hicho ndicho alichoitiwa kufanya. Na huo wito uko ndani ya neema. Angalia kitabu cha Wagalatia, ile sura ya 1 mstari wa 13 mpaka ule wa 15. Wagalatia sura ya 1 mstari wa 13 mpaka ule wa 15. Maandiko yanasema,
maana mmesikia habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi, kwamba naliliudhi kanisa la Mungu kupita kiasi, nikaliharibu. Nami niliendelea katika dini ya Kiyahudi kuliko wengi walio hirimu zangu katika kabila yangu, nikajitahidi sana katika kuyashika mapokeo ya baba zangu. Lakini Mungu aliyenitenga kwa neema, aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu, akaniita kwa neema yake. Angalia vitu Paulo anavyozungumza. Tuanzie ule mstari wa 15. Anasema, lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu. Kwa hiyo tangu tumboni mwa mama yake Paulo ametengwa. Ametengwa kwa ajili ya kuwa mtume tangu tumboni mwa mama yake. Kwa hiyo Paulo hajawa mtume baada ya kuokoka. Paulo hajawa mtumishi baada ya kuokoka. Mbinguni wanamjua Paulo kama mtume, kama mtumishi wa Bwana tangu akiwa tumboni mwa mama yake. Akazaliwa. Alipozaliwa akalelewa, akakua, akasoma, akamaliza, akaenda kwenye elimu ya dini, akasoma, akawa Farisayo. Cheki alichoanza kukifanya. Anasema, maana mmesikia habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi, kwamba naliliudhi kanisa la Mungu kupita kiasi. Anaposema kupita kiasi, manake alikuwa zaidi ya wengine. Yaani walikuwa wengi kwenye kuliudhi kanisa la Mungu, lakini yeye alipitiliza. Anaeleza walio hirimu zangu, manake watu walika langu, wenye umri sawa na mimi, tuliosoma elimu moja na mimi, tuliohitimu yale mafunzo pamoja. Wao na wao walikuwa wanaliudhi kanisa la Mungu, lakini mimi niliwazidi. Ndio maana anasema nikajitahidi sana. Kwa hiyo alikuwa zaidi ya wengine, mtu ambaye ametengwa kumhubiri Kristo. Lakini cheki anachokifanya, na ametengwa tangu tumboni aje kumhubiri Kristo, lakini katika anachokifanya amekuwa mpinzani wa Kristo. Unaweza ukaelewa sasa kwa nini tuna watu ambao alichosomea ni kitu kingine na anachokifanya ni kitu kingine. Ngoja nikupe mfano wa mtu ambaye watu wamemjua sio kwa sababu ya taaluma yake. Watu wamemjua kwa sababu ya kutumikia wito ulioko ndani yake kwenye neema aliyopewa. Leo ukiuliza kati ya waimbaji wa nyimbo za Injili wakubwa Tanzania, ambao wanawabariki watu wengi Tanzania, ambao wanawabariki watu wengi hata nje ya Tanzania, huwezi kuacha kulitaja jina la mtumishi wa Mungu Dr. Ipiana. Ni dokta kabisa wa wanadamu, lakini watu hatumjui kwa udaktari, tunamjua kwa sababu ya uimbaji wake. Umewahi kufikiri kama asingeitika wito uliokuwa ndani ya neema yake katika kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, akabaki kwenye kuwa daktari, tungemjuaje? Singemjua. Na inawezekana asingekuwa baraka kwa kiwango hicho ambacho amekuwa baraka, kwa sababu kuna watu wamefunguliwa kupitia nyimbo zake ambazo kama angebaki kwenye udaktari peke yake au watu wasingefunguliwa. Kuna watu wamepona kupitia uimbaji wake ambao kama wangebaki kwenye udaktari wake au watu wasingepona. Kuna watu wamemuona Mungu, wanamshuhudia Mungu, wanashuhudia matendo makuu ya Mungu aliyowatendea kwenye maisha yao kupitia uimbaji wake, ambao kama angebaki kwenye udaktari wake hao watu wasingeshuhudia matendo makuu ya Mungu kwa kiwango hicho. Kwa nini? Kwa sababu ya ile neema ilipofunuliwa kwake, ilikuwa imebeba wito wa kumtumikia Mungu kwenye njia ya uimbaji. Kwa unaweza ukaelewa kwa nini wakati mwingine tunapapasa, tunafanya hiki, tunafanya kile, tunafanya kile. Ni kwa sababu ya kutokujua neema tulizo nazo zimebeba wito wa namna gani. Wito wa namna gani. Na kwa hiyo tunajikuta tunafanya vitu vingi, na kwa sababu ya kufanya vitu vingi tunapoteza muda. Muda unapotea sana. Muda unapotea sana. Kwa sababu hatujui kilichoko. Nini tumeitiwa kufanya? Nini tumeitiwa kufanya? Na wakati mwingine tunafanya vitu kwa kukopi na kupesti, kwamba kwa sababu nimemuona mtu fulani amefanya kitu fulani na amefanikiwa, ngoja na mimi nifanye, nitafanikiwa.
Ile kwamba mwingine amefanikiwa kwenye anachokifanya haina maana kwamba na wewe unaweza ukafanikiwa ukifanya hicho kitu. Ile kwamba mwingine amefanikiwa kwenye kilimo haina maana kwamba na wewe utafanikiwa ukilima. Ile kwamba mwingine amefanikiwa kwenye biashara haina maana kwamba na wewe utafanikiwa ukifanya biashara, kwa sababu inategemea wito wako. Umeitwa kufanya kitu gani? Umeitwa kwa ajili ya kufanya nini? Nini ulichoitiwa ambacho unatakiwa kufanya, na kwamba ukifanya hicho kitu unafanikiwa. Je, umeitwa kumtumikia Mungu? Na kama umeitwa kumtumikia Mungu, kwenye eneo lipi? Kwa sababu hata kwenye wito wa kumtumikia Mungu, si kila mtu ameitwa kumtumikia Mungu madhabahuni, kwa maana ya madhabahu ya kuhubiri kama hivi. Mwingine ameitwa kumtumikia Mungu kwa ajili ya kutunza wajane. So unamkumbuka Dorcas? Alikuwa ni mtumishi wa Mungu anayemtumikia Mungu kwa kutunza wajane, kwa kushona nguo na kuwavalisha wajane. Mwingine ameitwa kumtumikia Mungu kwa kuwatunza watumishi wa Mungu. Nafikiri unamkumbuka yule mtumishi ambaye alikuwa anawatunza wale manabii 100 wa kipindi cha Elia. Kazi yake ni kuwalisha, amewaficha kwenye mapango, anawapelekea chakula. Ndio ulikuwa utumishi wake. Unamkumbuka yule mama Mshunami ambaye alikuwa anamtunza Elisha na Gehazi. Wakati wanapita wanaenda kufanya huduma, yule mama akasema, hawa watu ni watumishi wa Mungu na wamekuwa wakipita hapa mara kwa mara, hem, tujenge chumba hapa. Ndio utumishi wake aliopewa, na baraka za Mungu zikatokea kule. Mungu akambariki kuwa na mtoto, na akamaliza utumishi wao vizuri, kwa sababu ndio wito wao. Kwa hata unaposema kwamba ninasikia wito wa kumtumikia Mungu, kabla hujaanza kumtumikia Mungu, kaa kwanza, uliza kwa Bwana kwamba umeita kunitumikia kwenye eneo gani? Kwa nini? Kwa sababu lazima uelewe, kabla Mungu hajawaambia enendeni, alituambia njooni. Sije ukasahau hicho kitu. Sasa watu wengi wanapokosea, wakishasikia wito ndani yao, badala ya kuitika kwanza, wao wanakimbia kwenda kutumika, na hawajui wanaenda kutumikia kitu gani. Na ndio maana tuna watu wengi sana ni watumishi, lakini ukikaa naye kuanza kumuuliza maswali, aina ya wito alio nao, hatua zake, na ameitwa kumtumikia Mungu kwa namna gani, hayo maswali yanakuwaga magumu sana kwao kuyajibu, kwa sababu walifanya haraka kukimbilia wito badala ya kuitika kwanza, kukaa kusikiliza Mungu awasemeshe kile alichowabebesha na namna wanavyotakiwa kutumika. Waliposikia ndani yao kuna chemka kumtumikia Mungu, wakakimbia kutumika bila kujua wanatakiwa kutumika kwenye eneo gani. Mungu na aifunue neema aliyotupa. Nataka tupate nafasi ya kuingia kwenye maombi, tupate nafasi ya kuomba. Mungu afunue neema aliyokupa. Mungu afunue neema aliyokupa. Na unapoomba Mungu afunue neema aliyokupa, kumbuka msisitizo tulio nao. Si tu kwamba ili neema iwe wazi, no. Ili uweze kufaidika na hiyo neema. Uweze kufaidika na neema. Kwa sababu kama neema haijafunuliwa, uweze kufaidika nayo. Kama neema haijafunuliwa, huo msaada ulioko ndani yake uweze kupata. Kama neema haijafunuliwa, huo wito ulioko ndani yake uweze kupata. Kama neema haijafunuliwa, uko kujulikana kulioko ndani yake uweze kukupata. Watu hawezi kujua kilichoko ndani yako kama neema haijafunuliwa. Huwezi kupata ule msaada wa Mungu kwa ajili yako kama neema haijafunuliwa. Huwezi kusikia wito wa sauti ya Mungu kwenye unachotakiwa kufanya kama neema haijafunuliwa. Kwa tunapoomba neema ifunuliwe, tunachokitamani kule ndani, kama unasikia wito, maana na wewe ujue kwamba umeitwa kufanya nini. Kama ni kutumika, umeitwa kumtumikia Mungu kwenye eneo gani? Kama ni mfanyabiashara, umeitwa kufanya biashara gani? Umeitwa kufanya biashara gani? Kama ni kilimo, umeitwa kulima kilimo cha aina gani? Umeitwa kulima mazao gani? Kama ni kufuga, umeitwa kufuga nini? Kwa sababu tunatofautiana. Na ndio maana kuna watu ambao kwenye eneo la ufugaji wanauelewa mpana sana. Unaweza ukafikiri aliwahi kukaa darasani kujifunza, lakini kumbe hajawahi kukaa kujifunza. Nini kinachomsaidia? Ni kwa sababu ya ule wito ulioko ndani yake. Na rafiki yangu mmoja tulisoma naye, yuko kwetu kule
mkoani, na tulikuwa marafiki kiasi ambacho watu walikuwa wanatuita mapacha wasiofanana. Na wakati tukiwa shule, kama tukikutana na swali la kwamba unatamani kuwa nani baadaye, moja ya kitu alikuwa anasema anatamani kuwa mwanajeshi. Lakini isivyo bahati hakuweza kufika kwenye hiyo ngazi, akaishia kidato cha 4. Lakini sasa hivi ukienda pale unapotokea, wanamjua kwa jina la daktari wa manguruwe, na hajawahi kukaa darasani kusomea udaktari, lakini anajua dawa zote za mifugo na anaweza kutibu. Na wakati mwingine anaitwa kwa ajili ya kwenda kutibu mifugo, kwenda kutoa chanjo, na anajua huu mfugo unaumwa ugonjwa fulani, inahitajika dawa fulani. Akitazama tu mfugo namna hii, kwenye hali hii mfugo uliopo, anajua kabisa huu mfugo umepatwa na ugonjwa fulani, unahitajika dawa fulani. Ni kipawa kiko ndani yake, na anaishi sasa hivi maisha yake, anaendesha maisha yake kwa kitu ambacho hajakisomea darasani, hajakaa darasani kufundishwa. Nani yake alikuwa anatamani awe mwanajeshi, lakini anachokifanya sasa hivi, neema ilipofunuliwa kwake ikafunua kitu cha wito wake kwenye udaktari. Haleluya. Kwa tunapoomba kwamba Mungu afunue neema aliyokupa, utaelewa kitu kilichoko ndani yake, kwamba tunachotamani ujue kile ambacho neema yako imebeba, ili kwamba usiishi kwa kutamani neema za wengine. Kwa sababu unaishi kwa kutamani neema za wengine, ni kwa sababu neema zao zimefunuliwa kwa kiwango ambacho umeweza kuona kilichoko ndani yao. Wamefaidika na neema zao. Kwa hiyo unatamani na unayatamani yale matokeo ya kufaidika kwao, kwa sababu neema ilifunuliwa kwao. Kwako bado haijafunuliwa, na ndio maana unatamani za wengine. Mungu akufunulie neema aliyokupa, na wewe ufaidike na neema yako, ili usitamani neema za wengine. Kwa hiyo tunaingia kwenye maombi hapa, ili Mungu afunue hiyo neema aliyokupa katika jina la Yesu. Mungu akufunulie hiyo neema aliyokupa, iwe wazi, ili upate ule msaada Mungu aliyoweka ndani ya neema, ili usikie wito na ujue wito ulioko ndani ya hiyo neema katika jina la Yesu. Jesus my Lord. Yes Lord. Mahali popote ulipo unaweza ukaanza kuomba. Mungu afunue neema aliyokupa. Mungu afunue neema aliyokupa. Karabashandara bashata. Ropo kosakandara bakandora. Rapa kandara bashata. Ropo kosakandara basata. Ropo kosakatamando. Rapa kandara bakandora. Ripa kandara bashanda. Repo kosakataya. Karabashendere bokotaya. Ropo koriantara bakandora. Reisa kandara bashata. Ropo koriantara basata. Ropo kosakamando. Repo kosakatamandikotaya. Riapakata manderebo kosakamando. Ropo koriantara bakandora. Ripa katamandokotaya. Ropo kosakandara bashata. Omba katika jina la Yesu. Ropo kosakandara bashata. Mungu katika jina la Yesu. Asante kwa uaminifu wako e Bwana. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo e Bwana unalifunua kwetu, ambalo e Bwana unatusemesha kwenye majira na wakati kama huu, juu ya neema ambayo umetupa na kile ambacho kimebebwa kwenye hiyo neema. E Mungu katika jina la Yesu, asante kwa kutusemesha e Bwana juu ya neema iliyofunuliwa, na kwamba neema haipaswi tu kubaki hivyo hivyo jinsi kama ilivyokuja, bali inatakiwa kufunuliwa, na maana inapofunuliwa ndipo tunaweza tukafaidika na ule msaada ulioko ndani yake, ndipo tunaweza tukafaidika na ile sauti iliyoko ndani yake, ndipo tunaweza tukafaidika katika jina la Yesu. Lakini wengi tumetembea na neema ambazo hazijafunuliwa, na kwa sababu hiyo imekuwa ngumu sana watu kujua tulichobeba. Mungu, tunakuja mbele zako katika jina la Yesu. Tunaomba uturehemu e Bwana katika namna yote ambayo tumekuwa sababu ya ile neema ulizotupa hazijaweza kufunuliwa. E Bwana, tunaomba toba kwako katika jina la Yesu. Mungu, tunaomba neema yako ambayo umetupa e Bwana, hiyo neema ifunuliwe
ifunuliwe, hiyo neema ifunuliwe katika jina la Yesu. Bwana, nami ninaomba kwa ajili ya huyu binti, kwa ajili ya huyu kaka, kwa ajili ya huyu mama, kwa ajili ya huyu baba, mahali kokote alipo, neema yako Bwana ifunuliwe kwake. Neema ya Bwana Mungu afunue neema aliyokupa, hiyo neema ya biashara. Mungu afunue hiyo neema, watu wapate kuijua neema ya biashara ulio nayo, wateja wapate kujua kitu cha biashara ulicho nacho, na wakupe mkono wa shirika katika jina la Yesu, kwamba ni mtumishi wa Mungu. Mungu afunue neema aliyokupa katika jina la Yesu. Kwamba ni mfanyakazi, Mungu afunue hiyo neema aliyokupa. Kwamba ni mwanafunzi, Mungu afunue hiyo neema aliyoweka ndani yako katika jina la Yesu. Hiyo neema iliyowekwa ndani yako, Mungu akufunulie hiyo neema. Mungu afunue hiyo neema, aina ya neema ulio nayo kwa kadiri ya kipawa cha Kristo alichowekeza kwenye maisha yako. Mungu akufunulie hiyo neema. Mungu afunue hiyo neema, kwamba ameweka kipawa cha maombi ndani yako. Mungu afunue hiyo neema, kwamba ameweka kipawa cha uongozi ndani yako. Mungu afunue hiyo neema, kwamba ameweka kipawa cha ualimu ndani yako. Mungu afunue hiyo neema, kwamba ameweka kipawa cha biashara ndani yako. Mungu afunue hiyo neema kwenye biashara yako, afunue hiyo neema, na watu wakiisha kuijua hiyo neema ya biashara ulio nayo, wakupe mkono wa shirika kutoka kwa wafanyabiashara wenzako, wakupe mkono wa shirika kutoka kwa wateja wanaotakiwa kununua hiyo biashara, wanaotakiwa kununua bidhaa yako. Mungu akupe hiyo neema iliyofunuliwa, akufunuliwe hiyo neema, kwamba wewe una kipawa cha ajira. Mungu afunue hiyo neema aliyoweka ndani yako. Watu wanapotafuta mfanyakazi wakuone wewe, hiyo neema aliyokupa ikufungulie mlango wa kupata kazi mahali ambapo pamebeba wito wa kazi yako katika jina la Yesu. Ropo sakamando rapa katamandora rikandarabashata ropo kosakandarabashata ropo kosakandarabashata. Unayemtaji msaada wa kuvuka mahali ulipokwama, Mungu afunue neema iliyobeba msaada wa kukuvusha katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Unahitaji msaada wa ajira, Mungu afunue neema iliyobeba msaada wa kupata ajira katika jina la Yesu. Ropo kosakamando ropo koriantarabakandora rapa kandarabashata. Unahitaji msaada wa uponyaji, ninakuombea kwa Bwana katika jina la Yesu. Ropo kosakamando, Mungu afunue neema iliyobeba msaada wa uponyaji juu yako, juu ya ugonjwa wako kwa jina la Yesu. Mkono wa Bwana uwe juu yako, huo ugonjwa upate kuondoka sasa kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji, nguvu za Bwana zinazoponya, msaada wa Bwana unaoponya, pokea kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea kuvuka. Wewe uliyekwama hapo mahali kwa muda mrefu, hapo mahali sio mwisho. Msaada wa Bwana unakujilia tena. Uliyekwama Yordani, hapo sio mwisho. Msaada wa Bwana unakujilia tena kukuvusha hapo ulipokwama. Ulikaa kwa muda mrefu kwa kiwango cha kukata tamaa, hata waliokuwa wanakutazama na wao wakakukatia tamaa, waliokuwa wanakusaidia na wao wakakukatia tamaa. Msaada wa kibinadamu una ukomo wake, lakini ninayo habari njema kwako ya kwamba msaada wa Bwana hauna ukomo, hauna ukomo katika jina la Yesu. Neema ya Bwana iliyobeba msaada wa kukuvusha, iliyobeba msaada kwa ajili yako, ifunuliwe kwako, ifunuliwe kwako, na uone msaada wa Bwana unavyokuvusha, unaokusaidia. Ule mkono wa Bwana, Bwana aliyewasaidia wengine akupelekee msaada na wewe wa kukusaidia hapo, wa kukuvusha hapo, wa kukutoa hapo katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Msaada wa Bwana uliobeba wito wa Mungu kwa ajili yako, hiyo neema ifunuliwe kwako. Wewe ambaye umekuwa unatumika lakini mwenyewe ndani yako una maswali na haujui wito ulio nao, Mungu afunue hiyo neema ya kuonyesha wito ulioko ndani yako katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Ropo sakamando rapa kandarabakandora ropo koriandarabasata.
repoko sakataya, ripa kanda rabasata, repoko sakamando, rapa katamandora, rikanda rabasata, ropo koriantarabasata. Neema ya Bwana ilipofunuliwa juu ya Paulo, wale watu wakuu, wale waliokuwa nguzo, wakaijua ile neema, wakampa Paulo mkono wa kuume wa shirika, ropoko sakamando, ripa kanda rabakandora. Neema ya Bwana iliyobeba watu wakuu ifunuliwe kwako. Hiyo neema ya Bwana iliyobeba kupata mkono wa kuume wa shirika kutoka kwa watu wakuu, hiyo neema ifunuliwe kwako. Hiyo neema ifunuliwe kwako. Ndani yako umekuwa na maono ya kukutana na watu wakuu, lakini hao watu hukutani nao. Paulo anasema ile neema ilipofunuliwa wale watu wakuu, anawataja kina Petro, Yakobo na Yohana waliokuwa nguzo, watu wakuu ndani ya kanisa, watu wakuu kihuduma, watu wakuu kiuchumi, watu wakuu kiuongozi, watu wakuu kisiasa, wakampa mkono wa kuume wa shirika. Maana neema ya Mungu ilifunuliwa kwake. Mungu afunue hiyo neema itakayofanya upate mkono wa shirika kutoka kwa watu wakuu, katika jina la Yesu. Ropo sakamando, rapa kanda rabakandora, ropo koriantarabasata, karabashanda rabakandora, ropo kosakanda rabashata, repo kosakataya, rapa kanda rabashata, ropo koriantarabasata, ropo kosakamando, karabashanda rabakandora, rapa kanda rabashata, ropo koriantarabakandora. Divine connection, rapa kanda rabasata, divine connection na watu wakuu, ropo koriantarabakandora, rapa kanda rabasata, watu wakuu kihuduma, watu wakuu rikanda rabakandora, watu wakuu kiuchumi, repo kosakamando, watu wakuu kwenye biashara, ripa katamandoko taya, ropo koriantarabasata, watu wakuu kwenye unachofanya, rapa kanda rabasata, repo kosakamando, rapa kanda rabashata, ropo koriantarabasata. Mungu afunue neema aliyoweka ndani yako, ropo koriantarabasata, uweze kufaidika na hiyo neema ya kuwa mfanyabiashara, ufaidike na hiyo neema ya kuwa mtumishi wa Mungu, ufaidike na hiyo neema ya kuwa muombaji. Umekuwa ukiomba kwa ajili ya wengine, na unapoomba watu wanavuka, wanakuja na shuhuda kwamba ninashukuru kwa ajili ya maombi yako. Uliponiombea nimevuka, lakini wewe mwenyewe bado umekwama. Mungu afunue hiyo neema ikusaidie na wewe, ikuvushe na wewe. Kama kwa neema ya kuomba kwako kuna watu wanavuka, Mungu atumia hayo maombi kukuvusha na wewe mwenyewe. Rapa shanda rabakandora, ropo koriantarabasata, ripa kanda rabasata, ropo sakanda rabasata, repo kosakataya, riapa kanda rabakandora, rikanda rabasata, ropo kosakamando. Mungu amekupa neema ya kutoa sadaka zako nyingi na zimetumika kuwavusha wengi, lakini mwenyewe bado umekwama. Hiyo neema ulio nayo, Mungu afunue hiyo neema, Mungu afunue hiyo neema, ripa kanda rabakandora, ili ufaidike na neema yako ya utoaji wako wa sadaka, na wewe kuvuka mahali ulipo, na wewe kusogea ngazi nyingine, na wewe kwenda viwango vingine. Ropo sakanda rabashata, korobo sakanda mandora, rapa kanda rabashata, ropo koria mando, rapa kanda rabasata, korobo shanda rabasata, rapa sakanda rabashata, ropo kosakamando, rapa kanda rabashata, ropo kosakanda rabakandora, rapa kanda rabashata, ropo kosakataya, riapa kanda rabashata, risa mandere bokotaya, ropo koria mando, karabashanda rabasata, ropo kosakatamando. Neema yako Bwana, funua hiyo neema, funua hiyo neema Bwana, funua hiyo neema kwa mtoto wako, funulie hiyo neema, funulie hiyo neema Bwana, funua hiyo neema Bwana, ifunue iwe wazi, idhihirishe hiyo neema, idhihirike hiyo neema, idhihirike hiyo neema, hata watu wakitazama waseme ya kwamba kuna neema anayo. Kuna neema anayo, kuna neema anayo, kama vile kwa Paulo walipojua neema aliyonayo, ropo sakamando, rapa katamandora, rikanda rabashata, repo kosakataya, rikanda rabakandora, rapa kanda rabashata, ropo koriamando, rapa kanda rabashata,
Korobo sakata mandokotaya. Katika jina la Yesu. Ropo sakandarabashata. Mungu asante kwa ajili ya uaminifu wako. Sifa na utukufu na heshima ni za kwako. Ropo kosakandarabakandora. Sante kwa ajili ya siku hii Bwana. Ikiwa ni siku yetu ya kwanza. Mungu tunakushukuru kwa ajili ya wiki hii. Na asante kwa ajili ya uaminifu wako Bwana. Katika jina la Yesu Kristo. Na asante kwa ajili ya kile ambacho umekiachilia katikati yetu. Asante kwa kutusemesha neno lako Bwana. Nasi tunaomba upako wako na nguvu zako uendelee kutufunulia hii neema. Na ututunzie Bwana, na kwa ajili ya siku ya kesho tena tunapokutana mahali hapa kwa majira haya na kwa muda huu, katika jina la Yesu, kwa kile ambacho utakuwa umeandaa kwa ajili yetu, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na wote tuseme amen. Kukaribisha tena kwa ajili ya siku ya kesho, ambapo utapata nafasi ya kuendelea na kile ambacho Mungu atatupa kwa ajili ya siku ya kesho. Kumbuka muda wetu tunaanza kuanzia saa 4 mpaka saa 5. Tunakuwa hewani. Kwa weka ratiba zako vizuri. Inapofika saa 4 tayari uwe umeshafika darasani. Mbele za Bwana tuwe madhabahuni kwa ajili ya kujifunza kwa siku ya pili. Mungu akubariki sana. Shalom, shalom, shalom.